Sifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha sherehe ya Pentekoste. Neno Pentekoste maana yake ni siku ya 50. Ukiangalia historia ya neno hili na sherehe hii, ilikuwa sherehe ya Kiyahudi wakati huo wakikumbuka agano walilofanya mlimani Sinai, na wakikumbuka kwa namna pekee kupokea amri 10 za Mungu. Lakini pamoja na hayo, Wayahudi waliiweka sherehe hii ikawa ni sherehe ya mavuno, na sisi leo tunaadhimisha hii sherehe ya Pentekoste ya Kikristo, siku ya 50. Ni siku ya 50 tangu ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapoadhimisha sherehe hii, kuna mambo kadhaa ambayo inabidi tuyaangalie pamoja na tuweze kuyatafakari kwa kina na kuyaelewa katika maisha yetu kama wafuasi, kama waamini wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tukirudi nyuma katika Agano la Kale, hasa tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11 aya ya 1 na kuendelea, tunapata habari za mnara wa Babeli. Na tunapopata habari hizi za mnara wa Babeli, tukiangalia kwa kina, tunaona hasa ni baada ya gharika kuu, pale ambapo Mungu alisema sitafanya hili jambo tena, akaweka kama agano na upinde ule wa mvua. Watu hawa waliotokea wakati huo walikuwa kitu kimoja, waliongea lugha moja, walishirikiana, na katika ushirikiano huo wakaendelea sana, na katika maendeleo haya wakajisahau. Kujisahau kwenyewe ni kwamba tunaweza bila Mungu. Tujenge mji wetu na tujenge mnara, tujitengenezee jina, mnara huu ufike mbinguni. Na katika yote haya tumhitaji Mungu, tujitegemee. Matokeo ya kujitegemea ni machafuko. Matokeo ya kutokuwa na Mungu karibu ni machafuko. Hawakuelewana tena, wakatawanyika hao. Kwa tunapoangalia mnara wa Babeli, tunaposikia hadithi ya mnara wa Babeli, mnara wa Babeli unatawanya, unagawa, unaleta ubaguzi, watu hawaelewani. Na ndio hicho tunachokiona katika mataifa. Kuna fujo nyingi, kuna vishawishi vingi vya kutafuta madaraka, kuna vishawishi vingi vya kutafuta utajiri, kuna vishawishi vingi vya kutafuta sifa, na matokeo yake wengine wanaumia, wengine wanateseka. Ni matokeo ya mnara wa Babeli, matokeo ya kwamba tunajitegemea, hatumtaki Mungu, hatutaki Mungu awe karibu. Hata katika historia ukiangalia, walikuwa katika dola la Kirumi walikuwa wanasema miungu iko karibu, kwa mtu alikuwa na hofu, na mwisho akaanza kujipa moyo, wako mbali, tule tushibe. Matokeo yake wengine walikuwa wanakula, wanaenda kutapika, wanarudi tena kula, wanatapika, wanarudi kula. Kwamba baada ya haya
hakuna kitu kingine tena. Ukifa tu ndio umekwenda hivyo. Kwa hiyo kama hujaponda mali, hujaponda raha, wewe ndio umepoteza kila kitu. Kwa watu waliona hivi, wasitule tu, tuwe na anasa. Yote haya ni matokeo ya kumweka Mungu mbali na mwanadamu, mbali na jamii yetu. Mafarakano, kila mtu na lugha yake. Mwenye nguvu anatumia nguvu zake kudidimiza wanyonge, kuambia uongo, kutunga propaganda mbalimbali ambazo ni za kudidimiza, kwa sababu ana nguvu. Matokeo ya mnara wa Babeli. Familia zetu tukiziangalia, nani mkubwa ndani ya nyumba yetu? Nani ana command? Nani anaweza kasema na huyu mwingine akatulia? Mafarakano katika familia hizo, usaliti katika familia hizo, ndoa zidumu. Pamoja na utandawazi huu na maendeleo haya, naona kwamba sasa ndoa zidumu kwa sababu kila mtu ana lugha yake. Huyu ana lugha ya kukomandi, huyu anataka huyu anyenyekee, huyu anataka fanya hivi. Ni matokeo ya mnara wa Babeli haya, ambayo yanatutesa mpaka leo katika jamii yetu, katika familia zetu, katika maisha yetu. Wewe mwenyewe unaweza kuwa unatembea umegawanyika, ndio maana unaongea peke yako wakati mwingine. Honi zinagongwa, zinapigwa, gari liko karibu, wewe una habari kabisa, yani uko mbali. Matokeo yako unaona hili, unaruka kama nini, ulikuwa wapi? Stress za maisha, giza linatawala, na hayo yote ni matokeo ya mnara wa Babeli. Lakini sasa kwa upande mwingine, Pentekoste inaunganisha. Pentekoste inaleta umoja, inaongelea umoja. Ujio wa Roho Mtakatifu kati yetu unaleta umoja. Watu wanaongea lugha moja, watu wanajaliana, wanaheshimiana. Kati ya mapaji hayo ambayo Roho Mtakatifu anatuletea, kuna paji la hekima. Ili tuseme mtu ana hekima, sio mtu anayeropoka tu, si yule mtu anayeongea ili mradi ili wamshangilie sema ameongea. Hata ukimya ni hekima. Ndio maana mtu mwenye hekima anaangalia na kuyapima yale anayotaka kuyasema. Je, analeta madhara gani? Iwe katika jamii, iwe katika familia, iwe katika sehemu yoyote ile. Hivi nikisema hiki, nikitenda hili, lina madhara katika familia? Kama lina madhara katika familia, kukaa kimya ni busara, ni hekima, ni paji la Roho Mtakatifu. Tulia, pima, angalia, nisilete mafarakano katika jamii, nisiumize jamii. Nikae kimya, nitulie, nipime kwanza. Sio swala kusema sema tu. Hata kama na wadhifa wowote ule, usio mtu wa kusema sema tu. Pima, angalia watu hawa wanaumia kiasi gani, watu hawa wao katika hali gani. Kwa hiyo nikiongea hiki, kinawapa faraja au kinawaumiza zaidi au kinaleta mfarakano zaidi? Bado naishi Babeli au bado niko katika Pentekoste? Ujio wa Roho Mtakatifu amekaa kwangu ili niwe na umoja. Sisi kama waamini, unaposoma katika Injili ya Yohana sura ya 17, tunafarijika hapa. Yesu anatuombea katika sala yake kikuhani. Nimewapa neno hawa wafuasi hawa, nimewapa neno lako Baba, nimewapa neno lako. Ulimwengu umewachukia kwa sababu ya neno hilo. Kwa naomba watakase kwa ile kweli, waweke wakfu kwa ile kweli, na katika kuwatakasa kwa ile kweli, kweli yenyewe ni neno lako. Na
naomba hawa wasiondoke katika ulimwengu huu, wasiondoke, wawepo katika ulimwengu huu, watoe ushuhuda kwa kuishi inavyotakiwa kama waamini, waishi wanamtegemea Mungu, wana unyenyekevu, wana hofu ya Mungu, na kwa sababu hawapo kwa ajili ya kuumiza wanadamu, wao kwa ajili ya faraja kwa wanyonge, faraja kwa wanaokata tamaa, faraja kwa wenye huzuni. Anatuombea, na ndio maana ukiendelea mbele anasema ule utukufu niliowapa, ulionipa, ule utukufu ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama tulivyoona umoja. Na kwa sababu hiyo, hii jamii, hii familia, hawa waamini wawe sura na mfano wa Utatu Mtakatifu, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, umoja usiogawanyika, lakini Mungu pamoja, Mungu ambaye ni familia. Wanapomwangalia mmoja mwenzake anamwambia ni huyu mwenzangu ni sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo lazima nimheshimu, nimwombee. Na ndio maana nasema kwamba Pentekoste inaleta umoja na inafanya yote upya. Roho Mtakatifu anapotujia anatufanya tuwe wapya, tusiropoke katika dunia hii, tuweze ni watu waliojaa hekima, uchaji, nguvu, kama tulivyoona watoto wetu wale, chaji, nguvu, hekima, elimu, ibada. Wawe hivi, wanapomwangalia mwenzako wawe na heshima. Huwezi kusema nampenda mtu wakati humheshimu. Huwezi ukasema nampenda mtu wakati unamtumikisha, anakuwa mtumwa wako na anakuwa karibu na wewe kwa sababu anafanya kazi zako. Huwezi ukasema unampenda. Unayempenda unampenda kwa sababu unamheshimu na unampokea alivyo katika upendo. Na kama ana mapungufu, unaona haya mapungufu haya ni kazi yangu kuhakikisha kwamba anaelekea katika ukamilifu, kwa ninawajibika kwake. Somo la kwanza tunaliona linavyotuelezea katika hilo kwamba tusiishi Babeli, mnara ule wa Babeli: kiburi, majivuno, mabavu, kutafuta sifa, kutafuta heshima kwa nguvu zote. Hata watu waseme kwamba wewe ni mzuri, yani wewe ni mzuri kuliko wote dunia, na unaopokea wewe ndio unaona kwamba ndio niko hivi na wewe naamini hivi. Mzuri kuliko wote ni Mungu. Mungu huyu ni uzuri wenyewe, ni uzuri wenyewe. Mungu ni wema wenyewe. Na kwa sababu hiyo sisi tunafananisha, tunaelekea huko kukamilisha huu wema kwa kumwangalia yeye, kwamba tumfikie yeye, kumheshimu yeye, kwamba tunapoheshimiana sisi kwa sisi, heshima kubwa inamwendea yeye zaidi. Kama tuheshimiane, unasema Mungu yupo. Mungu gani unayemsema wewe katika maisha yako? Katika somo la kwanza tunaambiwa kabisa hawa watu hawa waliokuwa katika nyumba moja, wasema walikuwa pamoja, kukaja upepo mkali kutoka mbinguni ukajaza ile nyumba, ukatikisa watu wale ambao walikuwa kama una nguvu na unaondoka zako. Nasema huu unakula vizuri, una afya njema, la sio unanyanyuliwa na upepo. Kwa wale ambao wanakaa labda Marekani, wanafahamu vitu vinaitwa tornado, jinsi inanyanyua magari, inanyanyua ng'ombe, nyumba ndio hatusemi vinavyoezuliwa kirahisi. Sasa upepo mkali ukaingia mle ndani, pata picha hiyo. Ni kitu si cha kawaida. Upepo mkali huo, ndimi za moto zinawaendea kila mtume. Ni upya huu. Hawa watu tunaambiwa wakajazwa Roho Mtakatifu. Wanajulikanaje? Ujasiri, si uoga tena, uoga, wanaongea ukweli mbele ya watu hawa, wanaongea ukweli, ujasiri. Cha kwanza wanatambuana wao ni nani, wanatambuana vizuri kwamba sisi ni wafuasi, wanatambuana kwamba lugha yetu ni lugha ambayo ni ya upendo,
ambayo sasa ni upendo unatuweka tuwe pamoja, kwa tuongee kitu kimoja, tumtangaze Kristo kwa maisha yetu na maneno yetu. Kwa hao jamaa wako hivi, ndio maana wakaanza kuongea pale, wanahubiri habari njema kwa maneno na maisha yao, wanavyoshirikiana, wanavyotakiana heri, na watu wanaangalia. Tunaambiwa katika somo la kwanza, mataifa mbalimbali, kama tulivyosikia, mataifa mbalimbali wako pale, wanayasikia haya makuu ya Mungu, wanaisikia habari njema inayoongelewa na hao mitume waliojawa na Roho Mtakatifu, na wanakiri matendo makuu ya Mungu. Ni maneno ya mataifa, matendo makuu ya Mungu. Kile kama tunasalitiana, lugha gani tunayoongea hii? Ndio maana anasema kwamba leo tunahitaji Pentekoste ya pekee. Pentekoste itujie tena leo katika jamii yetu, katika maisha yetu, tuwe na Roho Mtakatifu akae kwetu. Pamoja na kusema tunajua kwamba sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Naposoma katika waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Warumi, kwa Korinto sura 3 aya 16, tunaambiwa kabisa hivi, nyie mjui kwamba nyie ni hekalu la Mungu, hekalu takatifu la Mungu. Mungu anakaa kwenu, na hakuna mtu anayeweza kuharibu hekalu la Mungu. Na tunapokumbuka hii siku ya Pentekoste, ndio unaposoma waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya 5, naelewa tumaini halitahayarishi, halidanganyi, kwa sababu sisi tumepewa upendo wa Mungu ndani mwetu na Roho Mtakatifu. Na upendo huu ni neema ambayo yuko ndani mwetu, na ni upendo huu ambao unatuunganisha na kwa kitu kimoja. Na ndio maana mimi nawajibika kwa mwenzangu, nina ujumbe ambao inabidi mpelekee mwenzangu. Wewe bwana, wewe acha majivuno, unatukwaza. Wewe bwana, wewe acha matendo yako mabaya ya giza. Wewe bwana, wewe mbona kila mara tunaona, ingawa unasema kwamba unaenda kwenye njia panda, unaoga kwa upepe, alafu amekudanganya kwamba uonekane, wakati unakuona wewe uko uchi, unaoga pale, unapasua viungu pale na manaminazi. Unafanya nini? Unatuaibisha sisi. Mganga alisema utaonekana. Mganga gani? Hilo ni tatizo. Kwa hiyo sasa nawajibika mimi kuhakikisha kwamba tunaongea lugha moja. Hatumwaibishi Yesu. Watoto hawa wanapata sakramenti ya kipaimara. Wanapopata sakramenti ya kipaimara, sisi wote tukumbuke kipaimara yetu. Kama askari hodari wa Yesu kweli, huenda tumesaliti imani, huenda tumekuwa wazushi kwa kuhalalisha uovu katika jamii yetu. Tumekuwa wazushi. Sasa sisi ni Wakristo, huenda tunafanya hivi. Kwa hiyo kila mtu anaweza kutathmini, mimi kweli nimekuwa hodari, kipaimara yangu imenifanya mimi ni askari hodari, nimempokea Roho kweli, ndio dira yangu huyo Roho. Nina upendo kwa wenzangu katika familia yangu, katika jamii ninayoishi na katika zangu ninazoishi, au niko pale kwa ajili ya faida yangu. Kwa hiyo hili linatuelekeza vizuri sana. Lugha mgeni hiyo, lugha ya upendo hiyo, inayotufanya tuwe kitu kimoja. Ni muone mwenzangu ni sura na mfano wa Mungu. Ndio tunayoadhimisha leo, ujio wa Roho Mtakatifu, siku ya Pentekoste. Tena tunapoadhimisha sherehe hii na vijana wetu wanapata sakramenti ya kipaimara Pentekoste, ni siku ya bahati kwetu, ni sherehe kubwa ambayo lazima tufikirie vizuri wajibu wetu, kila mmoja wetu, katika familia, katika jamii, katika kazi tunazozifanya, utume tunaofanya. Na wakati huo tukiangalia, tumeitwa kutakatifuza malimwengu kwa maisha yetu tunayoishi. Mimi na mwenza wangu wa ndoa tunavyoishi, mimi na mwenza wangu tunavyolea watoto ambao ni zawadi ya Mungu. Huenda tunakwaza, huenda tumekuwa wabinafsi,
Na kama kuna ubinafsi, hakuna upendo. Na kama kuna unafiki, maana kunaishi, Waingereza wanasema double life, double standard. Manake leo naonekana kwa mwenzangu ni mzuri, lakini huko ndani ni msaliti mkubwa. Hili ni la ulifikiria vizuri tunapoadhimisha sherehe ya Pentekoste. Vipawa tunavyopewa na Roho Mtakatifu, hivyo hekima, nguvu, shauri, ibada, elimu. Sasa unasema nina elimu, nimesoma, nina PhD yangu, alafu wakati wa nisaidii chochote na kuwa na nyanyasa watu na PhD yangu. Tena siku hizi kuna mengine PhD ya offer tu. Wanakuofa, hujafanya hata research yoyote, wewe unapewa mzinga PhD na ukiitwa unafurahi. Sasa elimu inanisaidia nini mimi? Nimeelimika? Inanifanya nisiwe mnyama? Ni sala la kufikiria hilo. Lakini tunaadhimisha kuzaliwa kwa kanisa. Sio kwamba kanisa limezaliwa siku hiyo ndio limeakua. Yaani sasa limezaliwa rasmi katika ulimwengu huu. Kanisa limezaliwa rasmi katika ulimwengu huu. Kanisa hili lilikuwepo katika uwezo la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tangu mwanzo. Na ni sura na mfano wa Utatu Mtakatifu tangu mwanzo. Leo tunaadhimisha kuzaliwa kwa kanisa. Ni kama tunapokumbuka kuzaliwa kwetu, leo tunakumbuka kuzaliwa kwa kanisa. Mitume waliojaa ujasiri, waliojaa upendo, waliojaa hekima na akili na uchaji mkubwa, wamehubiri habari njema mbele ya mataifa. Limewachoma, tufanye nini? Muweze kutubu na kubatizwa katika jina la Kristo mliomuua nyie. Wakabatizwa wengi sana siku ile ya Pentekoste. Na waliobatizwa wengi sana, kanisa likazaliwa. Kanisa likazaliwa. Kwa sababu hiyo ndio tunaweza kusema, tunaweza tukamwambia mama kanisa, heri mama kanisa kwa sherehe yako ya kuzaliwa. Kasema heri kwa sherehe yako ya kuzaliwa mama kanisa. Na wakati tunasema heri kwa sherehe yako ya kuzaliwa mama kanisa, kujifikiria kanisa liko wapi? Tunaendelea. Ukisoma leo tulivyosikia katika injili ya leo, wale jamaa waoga wale wamejifungia, wanajua kabisa kwamba sasa hizi ni zamu yetu kukamatwa sisi. Ni zamu yetu kuteswa kama Bwana wetu alivyoteswa, Kristo alivyoteswa, na sisi tutashikwa. Kwa hiyo wana hofu, wamejifungia. Kristo mfufuka. Wameshasahau yote waliofundishwa na Yesu. Kristo mfufuka anajua hilo. Hawa watu wanahitaji amani. Amani kwenu ninyi. Mna kazi. Lazima muimarike katika imani. Ili mfanye hivyo, lazima muwe na ujasiri wa kunena ukweli mbele ya mataifa. Amani iwe kwenu. Pokeeni zawadi ya amani, ili msiwe na mahangaiko katika maisha yenu. Na tunaona anapotoa amani hiyo, la pili, zawadi ya Roho Mtakatifu. Pokeeni Roho Mtakatifu. Mwende sasa. Mimi na watuma. Kwa Kiingereza sasa commissioning. Na watuma sasa mkafanye kazi. Mkawahubirie watu habari njema. Lakini mkiongozwa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Na mkitambua vifungo ambavyo vinafanya watu washindwe kufahamu neno la Mungu, habari njema ni dhambi, mkawaondolee dhambi. Kuna wakaidi wale, wengine wakaidi ambao hawataki, ni ngumu. Kuna wale ambao wanakufuru, ni ngumu. Kwa hiyo nendeni mkafanye kazi hii. Pokeeni Roho Mtakatifu. Umisionari. Kwa kanisa linalozaliwa ni kanisa la kimisionari. Ni sakramenti ya wokovu, alama wazi ya wokovu. Na kila mmoja wetu ni mwili. Nasema kama kanisa hili ni mwili wa Kristo, na sisi ni viungo katika mwili huo. Kwa kila mmoja na wajibu misionari.
Hawa watoto hawa ambao wanapata sakramenti ya kipaimara leo, hata wafanye mafundisho wamefanya, sio swala la kukariri, swala la maisha. Wawe wa misionari, wale ambao wanamshuhudia Yesu Kristo katika magumu, wale ambao wanamshuhudia Yesu Kristo na hawapo tayari kupotoka katika vishawishi mbalimbali ambavyo vinawavuta wafanye mbaya. Ni wale ambao wanashirikisha maisha yao kwa watu wengine, wa misionari, wale ambao maisha yao ni habari njema ya wokovu. Kanisa la kimisionari, kanisa la kitume, ndio hilo tunaadhimisha kuzaliwa kwake leo. Kila mmoja wetu alipobatizwa na kupata kipaimara ametumwa kuhubiri habari njema kama walivyofanya mitume na watu wote, yani kuhubiri habari njema hii, kushuhudia maisha yao kwa upendo kama walivyofanya mitume hawa, na watu wakasema tunasikia kwa lugha yetu matendo makuu ya Mungu. Watu wakiri hivi. Ndio tunayo kazi ya kufanya kwa kuhubiri habari njema, wa misionari, kanisa la kimisionari, kanisa la kitume, ndio hiyo tunayo. Lakini tunamwangalia Roho Mtakatifu, ana kazi kubwa. Ni Mungu huyo, Mungu anayekaa kwetu, kama nilivyo rejea katika waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Korinto sura ya 3:15. Ni Mungu anayekaa kwetu, na kwa sababu hiyo lazima tuheshimu hekalu la Mungu na tutunze hekalu la Mungu. Hata familia zote hizo tulizo nazo, hizo ni hekalu la Mungu. Tutunze vitu sio binafsi, tumwangalie huyo. Lakini ni Mungu anayetupa nguvu kushinda vishawishi na kutoa ushuhuda kwa mataifa yote. Ni Mungu anayetutakatifuza katika sakramenti ya ubatizo. Tunapata neema ya utakaso. Katika Ekaristi Takatifu tunalishwa mwili na damu ya Kristo. Yesu anakaa katikati yetu. Katika kitubio tunapatanishwa. Kwa hiyo yupo na sisi katika sakramenti za kanisa. Ni Mungu anayetufundisha na kutuongoza kama tulivyoahidiwa, atawaongoza katika kweli yote. Ni Mungu anayetusikiliza tunavyolalamika, tunavyompelekea maombi yetu. Ni yeye anayesikiliza sala zetu. Ni yeye anayeongea na sisi. Tufungue masikio yetu kusikiliza, masikio ya kiroho. Na ni yeye anayetupa vipaji hivi, tuvitumie kwa sifa na utukufu wa Mungu, kama tunavyoambiwa katika somo la pili leo. Vipaji hivyo sio kwa ajili ya majivuno, si kwa ajili ya kiburi, bali ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Na kipaji hiki nisema asante Mungu, kinanisaidia mimi katika haya, lakini ni kwa ajili ya utajiri wa jamaa ya Kikristo, si kwa ajili ya ubinafsi wangu. Tuvitumie kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu na kwa ajili ya kutajirisha kanisa. Tuendelee kumwomba Roho Mtakatifu katika sherehe ya Pentekoste. Vile vile tunamalizia kipindi cha Pasaka rasmi leo. Tunakumbuka alipopaa mbinguni alituambia, enendeni ulimwenguni mwote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkawabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini tazama, mimi nipo nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Tunapoingia katika kipindi cha kawaida, tunaingia katika kipindi ambacho sasa ni kuishi maagizo ya Kristo, kama alivyotuagiza kuhubiri habari njema, kuishi inavyotupasa kama watoto wa Mungu, na kusaidia dunia hii imuone Mungu. Tusiigeige mambo ambayo sio ya kwetu, tuishi inavyotupasa kama watoto wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati.